Alafu sasa kikosi nacho sina wasiwasi. Benchi la ufundi ndio usizungumze, na benchi la ufundi namba 1 barani Afrika kwa sasa. Mwalimu ambaye ana mifumo mingi ya mpira, ana mbinu nyingi, Mr. Benchika. Umeona wale mfumo alotumia na ASEC. Unapozungumzia ASEC ni timu sasa hivi ndio timu namba 1 kwa performance ya Afrika. Ndio timu yenye pointi nyingi katika timu zote 16, ana pointi 11. Ndio timu ya kwanza kufuzu. Sasa wewe leo eti Yanga anapiga kelele tu, si ndio timu ya kwanza kufuzu tukiwa na mechi moja. ASEC amefuzu akiwa na mechi 2 mkononi. Yaani ASEC mechi 4 kashafuzu. Sasa huyu naye tumwiteje? Simba msimu wa 21 20 ngapi? 22 amefuzu akiwa na mechi 2. Mechi ya kwanza tumecheza na AS Vita, tumeshinda. Tumepata pointi 3 moja bila. Tunarudi hapa tunampiga National, pointi ngapi hizo? 6. Tunatoka hapo tunakwenda kucheza na nani? Na Elimeleki ya Sudani. Tunatoa sare, pointi ngapi hizo? 7. Tunarudi hapa tunageuza tena na Elimeleki, tunamfunga goli 3 bila. Tuna pointi ngapi hapo? 10, tushafuzu tayari. Hapo bado tuna mechi na AS Vita. Kwa Lupaso tuna mechi na National kwao. Hiyo Simba. Yaani sisi hapa tumeweka historia, tumefuzu tukiwa na mechi 2. Sio wao mechi moja, 2. Yaani tumefuzu wakati tumecheza mechi 4. Umeelewa? Lakini leo mchambuzi, eti mtu kama tuchukulie kama nani? Kama Ambangile, anajisaulisha eti anakaa kwenye media, kwenye Wasafi eti radio pendwa. Eti wanakuambia Yanga ndio timu ya kwanza East Africa wamefuzu klabu bingwa kwenye makundi wakiwa na mechi moja, timu ya kwanza. Na Simba 21 22 ilikuwa timu ya ngapi? Tena tumefuzu mechi 2, bado mechi 2 sisi tushafuzu. Kwa matokeo kama tunacheza na National. Tuna mechi ya 5 tunacheza na AS Vita. Tunaongoza, tuna point 13. Tena sisi sio kufuzu. Sisi tumefuzu afu tunaongoza kundi. Tukiwa bado tuna mechi moja na National. Leo tunaenda kucheza na National, National na point 7. Sisi tunafuzu, National na point 4. Umeelewa? Mechi ya 5 National anashinda, ndo anakuwa na point 7. Bado hajafuzu. Ndo tunaenda sisi kucheza kule. Anatufunga, ndo anakuwa na point 10. Wakati huo Simba anaongoza kundi na ashafuzu. Tangu ana mechi 4. Tushafuzu, tuna point 11 na tuna point 10, tunaongoza kundi. Na tunaenda kukutana na National, sisi tuna point 13. So yeye anaenda kucheza na National na point ngapi? Kwa Lupaso tutegemea kuweza kuona maajabu makubwa zaidi ya Jumamosi iliyopita. Sisi sio maajabu kwetu. Sisi ni vitu vya kawaida. Hakuna mechi ya mwisho tuliocheza tujashinda zaidi ya goli 4 pa. Kwa kweli vitu vya kawaida sana. AS Vita tumempiga 4. Jenda Mali tumempiga goli 4. Uloya Athletic Club tumempiga goli 7. Sasa sisi hakuna maajabu. Yaani maajabu sisi pale twende tukashinde 8 tuvunje rekodi yetu. Sio tuvunje rekodi ya Yanga. Mnajivunja rekodi wenyewe. Kaka, ngoja nikwambie jambo. Ukimwona mtu anapata jambo fulani la mafanikio, furaha yake ina exceeds, yani inazidi mpaka anazimia, maana yake hicho kitu ni kigeni kwake. Yani Yanga mimi namfananisha na mtoto wa Kiswahili ambaye pilau au biriani anakula siku ya nini? Ya sikukuu. Lakini Simba namfananisha na mtoto wa tajiri ambaye kaekewa loko ya vyakula, yani ratiba ya chakula kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Sio, umenielewa? Ingawa hapa tunaongea hapa kuna mtu mmoja hapa anaumia, ni mtu wa Yanga. Mtu wa media na anaumia kweli hapa, anavumilia tu ashindwa kuondoka kwa sababu yuko kazini. Anaumia. Umenielewa? Haya madongo hayapatikani sehemu yote, yanapatikana kwa GB 64. Yaani Simba anamfananisha na mtoto wa kitajiri. Kaekewa pale ratiba ya chakula na mzazi wake. Yaani kwamba Jumatatu unakula ndizi nyama. Jumanne utakula pilau. Jumatano, Ijumaa unakula biriani. Ndio watoto wa kitajiri walivyo. Na mtoto wa kitajiri hawezi akala kuku nyumbani kwao, akala chakula hapa akachukua paja alifiche, atoke nalo nje akamlingishe nini mtoto mwenzie nje. Mtoto wa kitajiri kula kwake tena, yani imepikwa chipsi kuku, mtoto wa kitajiri analazimishwa na mzazi wake, yani anachapwa, kula mwanangu. Lakini mtoto wa kimaskini hivi upige chipsi kuku, mtoto wa kimaskini kuna haja ya kumkomvisi yale? Ndio kwanza anaweza akakuvizia akaiba hata nyama yenyewe. Ndio Yanga. Na ndio maana umeona Alikamwe kazimia. Sasa wewe umeshinda goli 4 unazimia. Ahmed Ally mwaka jana tumeshinda goli 7. Timu inafuzu inaenda robo finali. Ulimuona Ahmed Ally kazimia? Wanahabari wamekosa haki zao za matangazo kutoka kwa Alikamwe. Alikamwe linaingia goli la 4 kazima. Waandishi wa habari wanatoka, Alikamwe anaingizwa kwenye nini?
kwenye ambulance, kwenye stretcher, anatolewa kwenye stretcher, anaingizwa kwenye ambulance, anaondoka. Mlimpata kumoja kazimia. Kwa sababu gani? Manara wewe ulimuona kipindi kile Simba inatinga robo finali kwa mara ya kwanza, Manara alizimia. Ni vitu vya kawaida kwa Simba, tushaika rekodi nyingi sisi. Sisi tunacheza mpaka nusu finali, tushacheza finali ya shirikisho, robo finali 5 hivi, unazimiaje kwa mfano? Lakini huyu bwana mdogo alizimia kwa sababu kwanza ni msemaji mdogo. Yaani ule ni msemaji mdogo kama Pilitoni. Yaani alikama usemaji wake kama Pilitoni, ni mdogo. Huwezi ukamlinganisha na semaji la kapu. Semaji la kapu ni kubwa. Na ndio maana umeona mwaka jana tumeshinda 7-0, Chama anaondoka na mpira. Umeelewa? Hatujapiga kelele titecho, Chama kaibeba Simba, Chama sijui nini, hamna. Ni kawaida, yule ni ajira yake na ni uwezo wake. Tunamjua Chama ni mkubwa. Lakini mchezaji kama Pacome, yaani katoa assist 2, wanafanya kumbeba, wanamzungumza kila sehemu. Pacome kabeba timu, Pacome sijui ndo kaamua mechi, eti katoa assist 2. Chama msimu wa mwaka jana kashinda, kafunga goli 7, yeye kafunga goli 3. Katika goli 7 yeye kafunga 3 na assist 2. Wewe umeona sisi tumepiga kelele Chama kaibeba Simba? Ni kawaida. Sasa kwa hiyo Chama kachezaji kadogodogo kale ni Kapiliton. Umeelewa? Yaani kale Pacome mimi nakafananisha kama kajipu uchungu. Umeelewa? Alafu Chama ni jipu kubwa la tambazi. Unajua jipu la tambazi linakuwa jipu kubwa kama kwenye paja linaenea hapa poto. Na kulitumbuka kwake lazima uende hospitali ukafanywa upasuaji, operation. Lakini kajipu uchungu unakaminya tu. Umemaliza. Ndio kale Pacome. Kwanza ukimfananisha kwa namba, na hii inaongea kwa evidence. Na mtu wa Yanga akibisha aje na evidence. Chama ana robo finali 5. Simba ana robo finali 3 za klabu bingwa, hii ya 4. Na Zesco kashaenda robo finali na Zesco. Walikuwa kundi moja na National Rally. Huyu Chama. Umeelewa? Chama ameshacheza mpaka AFCON. Pacome hajawahi kucheza AFCON. Sasa wewe Pacome unaweza kumfanisha na Chama? Lakini Pacome kwa mara ya kwanza kuja kucheza makundi klabu bingwa kaja kuchezea Yanga. Huyu kacheza makundi shirikisho msimu wa mwaka jana na nani? Na Asec Mimosa. Hajawahi kucheza makundi tangu azaliwe, ndio kwanza kaja kucheza Yanga. Na robo finali ndio kwanza kaja kucheza Yanga. Lakini bado ukiangalia na misimu michache ya ligi ya mabingwa, pengine labda tukimpa muda kuna atakuja kufanya vikubwa zaidi ya Chama. Mtu ana miaka 34, 36 useme ana msimu michache. Kwani uko Asec walikuwa wachezi klabu bingwa? Yule alikuwa Super Sport. Umeelewa? Si alikuwa Super Sport. Walikuwa wanatolewa mashina kwenye awali huko. Hatua ya kwanza washatoka. Kaenda Asec Mimosa. Nao vile vile wametolewa saa klabu bingwa hatua ya kwanza, wakadondokea kwenye shirikisho mwaka jana ndio wakaenda nusu finali. Wakati Chama anacheza na Pacome naye anacheza Asec. Ila yeye wakati uko Asec walishindwa kuipeleka Asec. Asec wakaona haya makapi, ngoja tuyaondoe. Tulete wachezaji wengine, wakaleta wachezaji wengine ndio hao wameipeleka Asec sasa hivi robo finali. Lakini sio kina Pacome yao Aziziki wote wameshindwa kuipeleka Asec wapi? Klabu bingwa makundi wala robo finali. Sina unaona umekuja mitaa Jangwani sasa wameonekana kukiwasha. Ndio usiseme kwamba ndio msimu wake wa kwanza. Alikuwa anacheza kule, kwani si alitoka Ivory Coast? Umeelewa? Huyu alikuwa Ivory Coast, alikuwa anacheza, sema alishindwa. Kiwango chake bado ni kidogo. Huwezi kumlinganisha na Chama. Mimi mtu aje aniambie namba za Pacome, ana robo finali ngapi? Ameshawahi kucheza AFCON. Fuata na namba hapo. Ana goli ngapi? Unapomzungumzia Chama sasa hivi ukigugo, katika wachezaji wenye magoli mengi, Chama katika wachezaji 5 wenye magoli mengi katika mashindano ya CAF, Chama yumo. Chama ana goli 19 plus. Katika manamba 10 wote wa CAF, Chama ndo namba 10 pekee mwenye magoli nyingi na assist nyingi. Yaani ni maana ni mchezaji wa muda wote wa CAF. Chama kashaingia kwenye kikosi cha CAF misimu karibuni 4 yote anaingia kwenye kikosi cha CAF, kila mwaka anaingia. Sasa Pacome unani? Sasa nakushukuru. Thanks a lot.